kinachosononeka, kiumbe ambacho hakina faraja, kiumbe ambacho hakina amani, hakina utulivu, kwa sababu kitu chochote kinapotoka katika nafasi yake basi hakiwi salama. Amen. Yes. Kitu chochote kikitoka kwa nafasi yake hakiwezi kuwa salama. Lazima kirudi katika nafasi ambayo kinapaswa kwenu au kudumu kwayo. Mwanadamu alipaswa kudumu katika bustani ya Edeni. Tunaposema bustani ya Edeni, maana yake ni katika uwepo wa Mungu. Amen. Kwenye mamlaka, kwenye nafasi yake kama mwana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini alipotoka katika Edeni, maana yake katika uwepo wa Mungu au kwenye mamlaka, alipoondolewa ile mamlaka kwa sababu ya kosa alilotenda kwa kumsikiliza yule joka, ilibadilisha kila kitu. Ikaleta huzuni ndani ya moyo wa binadamu, ikaleta wasiwasi ndani ya moyo wa mwanadamu, ikaleta mfadhaiko, msongo wa mawazo ndani ya maisha ya mtu. Na ndio sababu kuanzia siku hiyo hadi leo watu wanajaribu kupata faraja kwa vitu ambavyo havipo. Wanajaribu kupata faraja kwa fedha, kwa mali. Mtu anafikiria nikipata pesa nina kila kitu, moyo wangu utatulia na nitafarijika. Umedanganyika vya kutosha. Fedha haiwezi leta faraja kwa maisha yako binadamu. Walio nazo wana mahitaji bado, wana sononeko bado, wana msongo wa mawazo bado katika maisha yao. Fedha si kila kitu. Usidanganyike hivyo. Kama huna nyumba, unasema siku utapata nyumba nzuri, niishi kwa nyumba ya orofa, niishi kwa nyumba ambayo imejengwa kifahari, kwamba nitakuwa mtu wa kipekee na ndiye bora zaidi. Wao unajidanganya. Kuna walio na nyumba nzuri ambazo hujawahi iona katika maisha yako. Haujawahi wazia kwa akili yako kwamba kuna nyumba kama hiyo duniani, lakini bado wana matatizo ndani ya maisha yao. Haleluya. Bado wana matatizo mpendwa. Mali, pesa, vitu vyote unavyoona katika macho yako duniani si mwisho wa matatizo yako mwanadamu. Mungu alipomuumba mwanadamu, kuna sehemu aliyoweka ndani ya mwanadamu ambayo inahitaji Mungu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna nafasi, nataka msikie vizuri, kuna nafasi maalum, nafasi ya kipekee ambayo Mungu aliweka ndani ya moyo wa kila mwanadamu ambayo inamtaka Mungu. Lakini mtu huyu asipopata faraja hiyo ya kweli inayotoka kwa Mungu wake, nimesema atapata kibadala. Amen. Atapata kitu kinachochukua nafasi ya kitu kingine, lakini si kitu halisi. Na ndio sababu leo ukiona mwanamke ambaye nafasi hiyo haijajazwa na Mungu, utamuona anajaribu kuvaa nusu uchi, anavaa miniskati, anavaa longi, anavaa nguo skinny tight ambayo inaonesha mwili wake. Kwa nini? Kwa sababu anaonesha wazi kuna sehemu ya utupu mle ndani ambayo haijajazwa na Mungu. Anafikiria kwa kuvaa hivyo, anafikiria kwa kuonesha mwili wake kwa wanaume, atashibisha hiyo nafasi. Amen. Lakini hawezi shibisha kwa njia hiyo. Amen. Bwana apewe sifa. Mwanamke Msamaria, yeye alifikiria ya kwamba anaweza ridhisha kila mwanaume katika dunia hii. Akawa anabadilisha wanaume mchana na usiku. Anaishi mchana na mwingine, usiku anaishi na mwingine, kesho anaishi na mwingine. Alipokutana na Bwana, haleluya, alipenda hilo. Alipokutana na Bwana muumba wake, ambaye aliweka nafasi ndani ya kila mwanadamu ambayo anastahili yeye mwenyewe kujaza. Alipokutana na Bwana kwenye kisima cha Yakobo katika Yohana mlango wa 4, mwanamke huyu alikuwa na tabia hiyo, na alijua kwamba ameangukia tena mwanamume ambaye ataweza shibisha tamanio la moyo wake, atamfariji. Akasema, nimepata kijana wa Kiebrania, sasa huyu atatozelesha haja ya moyo wangu. Bwana akamwambia, mwanamke, nipe maji ninywe. Akasema, sasa ameanza mwenyewe.
Sasa ameanza kuniambia maneno yale yenye ninataka. Ameanza kuelekea kwenye njia yenye ninataka. Haleluya. Amen. Kuna mapepo ambayo mtu akikusalimia tu hajakwambia jambo lolote, lakini akili yako inaanza kukwambia ya kwamba huyu ndiye mtu ambaye ninapaswa kuishi naye usiku huu. Ninaposema kuishi naye unaelewa. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Mapepo ya uzinzi ni mapepo mabaya zaidi. Kila unapoona mtu unaanza kufikiria, inaanza kukuelekeza katika matendo ya kujuana kimwili, katika mambo ya uzinzi, katika mambo ya uasherati. Hiyo ndio inajaa kwenye akili. Hiyo inaonyesha utupu ulio ndani ya maisha yako ambao unahitaji kujazwa. Amen. Yes. Mwanadamu, wewe ni kiumbe cha heshima. Amen. Wewe si kama mbwa jike anayejianika uchi mbele ya wanaume. Hapana, wewe ni mtu wa heshima. Amen. Na Mungu amekupa heshima tu wewe mwanamke, kwa sababu unaleta uhai duniani. Wewe ni kiumbe cha ajabu, kiumbe cha kuheshimiwa zaidi. Lakini Nabii anasema kwamba mwanamke akipoteza nafasi yake, asipojua kila alicho, na aweze kuwa mwanamke mwenye tabia mbaya, anasema kitakuwa kitu kichafu ambacho sijawahi iona duniani. Hata mbwa atakuwa na heshima kumshinda huyo mwanamke. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Akasema nimempata, nipe maji ninywe. Akasema Bwana. Mwanamke akasema wewe ni Myahudi na mimi ni Msamaria, inakuwaje Myahudi unaniomba maji na hatuna uhusiano wowote? Anaanza kurefusha mambo ili amnase huyu bwana katika wavu wake. Bwana apewe sifa. Amen. Najua wanawake walio na mapepo ya uzinzi wanajua jinsi ya kuwapata wanaume, hata kwa salamu tu peke yake anamzunguka mpaka muingize boksi. Alifikiria Yesu ni wa namna hiyo. Akasema ninyi wa Samaria, akasema nifupishe story ya kwamba hatuna uhusiano kati ya Wayahudi na Wasamaria, na kwaje unaniomba maji? Akasema kama ungalijua yule akuombaye, ungemuomba naye angekupa vijito vya maji ya uzima. Usingekuja hapa tena kutafuta mwanaume. Amen. Ungemuuliza, ungejua unayezungumza naye, ungemwambia naye angejaza hiyo nafasi hiyo ndani ya moyo wako, angekufariji. Yes. Haleluya. Amen. Angejaza hiyo nafasi hiyo ndani ya moyo wako, angekupa vijito vya maji. Kuna vijito 9 vya maji. Haleluya. Amen. Ambazo ni karama 9 za Roho Mtakatifu. Yesu anamwambia huyu mwanamke, ninajua nafasi tu iliyo ndani yako. Kama ungejua mimi ninayezungumza nawe ni nani, ungeniomba nami ningekupa Roho wangu Mtakatifu. Ningejaza hiyo nafasi iliyotupu. Haungekuja kutafuta wanaume wengine tena. Amen. Haleluya. Amen. Akasema utapataje maji na hauna kitu cha kuteka maji, na kisima ni kirefu, na wewe hauna cha kuteka maji? Utapata wapi maji? Bwana pewe sifa. Neno linatoka ili liweze kuiponya hiyo nafsi, liweze kuziba lile pengo lililotupu, lakini mwanamke huyo haoni chochote. Ile mbegu iliyo ndani yake ambayo ni uzima wa milele ambayo Mungu aliweka mle, ilikuwa bado haijanasa haya kuzungumza. Karukia kitu kingine. Hauna kisima, hauna kitu cha kuteka maji, kisima ni kirefu, utapata wapi maji? Haleluya. Amen. Bwana akamwambia nenda umuite mume. Akasema mimi sina mume. Alifikiria akisema sina mume, sasa Bwana ataona huyu ni single. Amen. Alijua nikisema sina mume atajua mimi ni single, na kwa kuwa niko single basi sasa nitajishindia huyu. Akasema umejibu wewe. Akangoja kusikia neno linalofuata. Akamwambia kwa kuwa umekuwa na
Umekuwa na wangapi? Watano. Watano. Na unayezungumza naye na uliye naye sasa si wa uliye naye sasa. Kuna mwingine alikuwa ameacha kwa nyumba, anataka mwingine hapa, na mwingine ameacha kwa nyumba, ameenda kuteka maji wakati wa mchana, jua kali saa 6, wakati ambapo mwanamke mwenye heshima, mwanamke bikira, mwanamke aliye safi hawezi enda kuteka maji kisimani. Amen. Wanaoenda saa hiyo ni wanawake wachafu, wanaoogopa kusemwa, kusengenywa na wasichana wengine walio wasafi. Wanatafuta nafasi yao peke yao yenye watu wengine hawako. Walio wasafi walikuwa wanaenda asubuhi na walikuwa wanaenda jioni, hawaendi mchana katikati ya siku. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini Bwana alipomwambia siri ya moyo wake wote, akasema, ninaona wewe haikosi wewe kuwa nabii. Kwa nini alitambua Yesu ni nabii? Kwa sababu chembe ya uzima, kile cha kupata uhai, kilikuwa ndani ya maisha yake. Amen. Na kinapokutana na Bwana wa uzima, Amen, nafasi iliyo tupu ndani ya mwanadamu ikikutana na muumba wake, nafasi hiyo inajazwa. Amen. Na inapojazwa, mtu huyo anakuwa tofauti. Hawezi endelea kuvaa miniskati tena. Amen. Amen. Hawezi endelea tafuta wanaume tena. Amen. Hawezi endelea kuwa mkonzi tena. Amen. Hawezi endelea kuwa mbishi wa kupigana na kufanya ghasia tena maishani mwake. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Unasema, mimi nikivaa nguo yangu fupi, nikivaa longi yangu, nikivaa booktop yangu ndio ninatembelea, kuna ubaya gani? Kuna ubaya. Amen. Kuna ubaya. Amen. Kwa sababu wewe ni mwanamke, na mwanamke anatazamwa na wengi. Kabla hujatoka nyumbani mwako kwenda popote, jua wewe ni mwanamke, na wanaume wengi watakuangalia, kwa sababu mume hufuata kila anachoona. Amen. Unawatangazia, niko hapa, mnifuate, ninawataka. Kama unawaambia hivyo wafanye nini? Wewe mwenyewe unavuta hiyo mapepo ije kwako, haitakosa kuja, itakuja. Wanaume wote wenye tamaa mbaya watajua hapo ndipo mahali pa kwenda. Amen. Hapo ni okoa jahazi. Haleluya. Amen. Wewe ni mtu wa heshima. Kitu chochote kikitoka katika nafasi yake kinakuwa kitu cha ajabu. Kadhalika wanaume wanapotoka katika nafasi zao na kuwa wanaume wanaoangalia wanawake na kuwatamani. Bwana alisema katika Mathayo mlango wa 5 mstari ule wa 28. Haleluya. Amen. Mathayo 5:28, ya kwamba mimi ninawaambieni, yeyote amtazamaye mwanamke kwa mtamani amekwisha zini naye moyoni mwake. Bwana apewe sifa. Ukimwangalia tu na umtamani moyoni mwako, umekwisha zini na huyo mwanamke. Mbele za Mungu wewe ni mzinzi. Amen. Na wazinzi hawaingii mbinguni. Na kama ni mwanamke huyo amesababisha jambo hilo kwa kujianika uchi mbele ya wanaume, kwa kuvaa mavazi yanayoonyesha mwili wake, yeye ana hatia ya kuhukumiwa siku ya mwisho kama mzinzi. Amen. Na ndio sababu ninyi ni binti wa Abraham, ninyi ni watoto wa Mungu. Hamwezi endelea katika hatari hii ya hukumu kwa kuvaa kizinifu. Amen. Kuna mavazi ya kizinifu. Haleluya. Amen. Unavaa mavazi ya kizinifu. Niliwaambia siku moja kwamba mavazi yananena. Unaelewa jambo hilo? Amen. Mavazi yanazungumza. Walio katika ndoa mwajua hili. Hapa hakuna kijana. Mavazi yanazungumza. Mavazi ambayo mtu amevaa inasema kitu fulani. Hallelujah. Amen. He says, a man or a woman that will not accept the Holy Spirit, the Comforter, will try to comfort themselves with some violent substitute that Satan will present to them. Hallelujah. Amen. Awe mwanamke, awe mwanamume,
atakubali kupokea faraja ya Mungu, atatafuta kibadala ambacho ni cha ghasia, a violent substitute. Atatafuta vibadala vya ghasia, sio vilivyo halisi, vilivyo vya kweli, vibadala vya kimakosa, na shetani atampea. Bwana Yesu apewe sifa. Hawezi kosa kukupa, atakupa. Ndio sababu nimekuambia, ukimuona ananyoa nywele mwanamke, wakati neno la Mungu linasema hapasi kukata nywele lake, kwa sababu akinyoa nywele lake yuko uchi. Hawezi omba mbele za Bwana, anamdharau mumewe, na mwanamke anayedharau mumewe kulingana na Biblia anapaswa kuachwa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanamke yeyote anayemdharau mumewe kulingana na Biblia anapaswa kuachwa, kwa sababu neno la Mungu linasema hivyo katika kitabu cha Waefeso mlango wa 5 kwamba enyi wanawake watiini waume zenu kama kumtii Bwana. Kama vile kanisa limtiivyo Kristo, ndivyo mwanamke anavyopaswa kumtii mumewe kwa kila sababu. Amen. Haijalishi mume wako ni mfupi kama nyundo, na haijalishi ni mrefu kama mlingoti, haijalishi ana fedha au hana chochote. Ukikosa kumheshimu huyo, hakuna vile utakuja kanisani na kusema wewe unaliheshimu jina la Bwana, kwamba wewe unaheshimu viongozi wa kanisa, kwamba wewe unampenda Kristo. Utakuwa mtu muongo. Amen. Mtu wako wa kuheshimu wa kwanza ni mumeo. Biblia, neno la Mungu linakuagiza hilo. Haijalishi wewe ni mtu mkuu kiasi gani. Usipolitenda hilo, hauna nafasi katika uzima wa milele. Na hata kama mume wako ni mlevi, ni kafiri, si muamini, unapaswa kumheshimu kwa vyovyote vile, na umuoneshe kwamba wewe ni Mkristo. Haleluya. Amen. Nakumbuka ile hadithi niliwaambia siku moja, ndugu Branham anaizungumzia, ya mwanamke aliyekuwa na mume mlevi, na kila mara mume angefanya fujo, kumpiga, kumtesa, kufanya nini. Wakati wangekuwa kule kwa kilabu ya pombe, mume huyu angeambia wanaume wenzake, wakati wanaanza mjadala kwamba katika dunia hii hakuna mtu Mkristo, mwanamke ni mwanamke tu, hakuna mwanamke tu Mkristo. Huyu angesema hapana, kuna wanawake walio wa Kristo. Wangesema wapi? Angesema wangu ni mwanamke Mkristo. Yes. Wangesema wewe unadanganya, unataka kumpatia tu heshima yenye hana. Angesema ya kwamba tufanye hivi, hatutaki kubishana, twende nyumbani, tukifanye tumeelewa na twende nyumbani, mtamuona mwanamke Mkristo. Nafikiria mtihani huo kama wangepewa wanawake wa leo wanaojiita kuwa Wakristo, wangefanya fujo ya ajabu. Ungefanya fujo ya ajabu. Lakini yule alikuwa mwanamke ambaye amepata mfariji. Amen. Alipata Roho Mtakatifu, nafasi ile ilijazwa. Hakuna kitu tupu mle ndani. Haleluya. Hakuna kitu tupu. Wakati walienda nyumbani, wamejifanya wamelewa, anaanza kupiga kelele huko akiwa kule mbali. Mke angeondoka kwenda kumkutania. Hawa wanajifanya hawajali hiyo na kupiga makelele na kuendelea na nini, na mume kumtusi. Lakini wanatembea wanaenda na yeye, anakumwambia karibu mume wangu nyumbani. Amen. Wakifika na anafanya fujo, mume wake ndiye anafanya fujo, na kusema wapi chakula, sipi nini. Mke analeta chakula, mkakileta hapo chakula. Nilikuwa amepika mayai kwa ugali. Mume anachukua mayai na kumpigia kwa uso, na kusema hii chakula gani nini umeniletea hapo? Kama ni wewe ungestahimili hiyo kweli? Sema tu mimi. Ungestahimili ama hiyo ndio siku ungeenda? Mwanamke akasema, sawa mume wangu, samahani. Sikukusudia kukuudhi. Sikukusudia kupika chakula yenye haupendi. Nipatie nafasi kidogo, nikimbie mekoni niende nitayarisha chakula kingine. Anachukua sahani na mimi na kwanza kurudi jikoni kwenda kupika chakula kingine. Na wakati anaanza kupika na ipika kimba ya kwamba Bwana uliubeba msalaba wangu, ulichukua mizigo yangu, ulichukua
mimi Bwana umenipa huu mzigo, umenipa huu msalaba, ili nami niweze kuubeba maishani mwangu wa mume wangu. Nami nitaubeba huu msalaba kwa furaha hadi siku ya mwisho ambayo mauti itanitenganisha na jambo hili. Amen. Si wanawake wanafiki ndani ya kanisa. Mume ametoka hapa na wale wengine wameenda wamenyemelea polepole kwenda kwa jikoni, kusimama hapo kwa mlango kusikia anafanya nini. Wanamsikia vile anaimba, anasema hakika huyu kapika chakula kingine akaleta hapo tena, huyu akasukuma huko, sisi hatutaki chakula sijui nini, na kuondoka kweli, na huyu anasema sema haleluya. Wanaondoka wanaenda. Walipoondoka wanaume wale wawili, walikuwa watatu pamoja na mumewe, wale wawili walifika kwa huyo mwanamke kesho yake na kusema, unaendanga kanisa gani? Amen. Kwa kanisa yenye huwa unaenda hapo ndio naenda kuabudu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kuleta nafsi kwa Kristo si kitu mchezo. Amen. Inagharimu. Sifikiria utaishi tu vile unavyotaka na uambie mtu akikuja twende kwa kanisa tuombe, nani atakuja? Unawezaje kufuata mnafiki eti mnaenda kuabudu Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Una msalaba wako wa kubeba. Yes. Na utaubeba hadi siku yako ya mwisho katika maisha haya. Amen. Huenda naweza kuwa mume wako mlevi. Huenda naweza kuwa rafiki yako mzazi au mtoto wako au mtu wa ukoo aliye karibu na wewe, awe msumbufu vya kutosha, lakini wewe ni Mkristo. Onesha kwamba wewe ni Mkristo kwa mtu huyu. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Shetani amejaza vibadala, lakini sisi hatuwezi chukua kibadala chochote kile wakati ambapo anga imejaa baraka halisi za Kipentekoste. Amen. Hatuwezi chukua chochote kibadala. Kila mara nimekuwa nikiomba katika kanisa hili ya kwamba Mungu, sitaki kipawa chochote kwenye kanisa ambacho ni kibadala. Amen. Amen. Sitaki niwe na waigaji ndani ya kanisa wanaosema kuris na kurusha mikono juu. Haleluya. Na kubirikika sakafuni na makamasi yanatoka na machozi, na unafikiria wana Roho Mtakatifu, kumbe ni mapepo imewajaa ndio inafanya vituko, na unafikiria Roho Mtakatifu. Sitaki upuzi kama huo ndani ya kanisa. Amen. Mbingu anga zimejaa baraka halisi za Kipentekoste za Roho Mtakatifu. Amen. Hatuwezi chukua kibadala chochote katika kila jambo tunalohitaji. Tunataka kitu halisi. Amen. Kinachotoka kwa Mungu kiweze kujaza nafasi ambazo ni tupu, ambazo zinataka Mungu aweze kujaza mahali pale. Amen. Si vibadala vya shetani. Makanisa yaliyo na vibadala yamejikuta yakiwa yamevuka mstari, yakiwa yameenda nje ya mapenzi ya Mungu. Amen. Amen. Watu waliokuwa wazuri, wahubiri, waimbaji wa Kristo ndani ya kanisa, waliochukua vibadala na wakaacha neno la Mungu ambalo lilipaswa kukaa ndani mwao, watu hao leo hii wamejikuta sehemu nyingine nje ya mapenzi ya Mungu. Siku zote shetani anajua kupeana vibadala. Kama alivyompa Hawa katika bustani ya Edeni, bado leo anaendelea kupeana kwa watu. Amen. Ukizembea kidogo, usipochunga, unapewa kibadala na shetani na utafikiria umepata kitu halisi. Madhehebu ni vibadala. Amen. Mungu hakuanzisha dhehebu. Yes. Lakini wewe mwanadamu unaweza pewa na shetani na ufikirie bado ni njia ya kwenda mbinguni. Si njia ya kwenda mbinguni, ni njia ya kwenda motoni. Amen. Haleluya. Amen. Madhehebu si njia ya wokovu. Na hata kanisa halipeani mtu wokovu. Amen. Nataka msikie vizuri. Amen. Hata kanisa halipatii mtu wokovu. Wokovu una Kristo. Amen. Wokovu una Mungu. Kumpata Roho wake ni hakikisho la wokovu. Amen. Ni hakikisho la uzima.
shuleni. Lakini usipokuwa na hii, hata kama uko kanisani, wewe bado haujaokoka. Wewe bado uko katika hatari ya kuangamia. Unasema hata kanisa ya ujumbe. Ndio. Mimi sikufundishi uongo wa KLB ya kwamba bora umekuja kwa kanisa ya ujumbe wa wakati wewe una sehemu katika unyakuzi, wewe ni biharusi. Huo ni uongo. Amen. Biblia inasema wengi wameitwa, lakini wachache wameteuliwa. Amen. Kuna kuitwa na kuteuliwa. Bwana apewe sifa. Unapoiangalia piramidi yetu, inaanza sehemu ya chini ikiwa pana, lakini vile inavyosonga ndivyo inavyozidi kuwa finyu. Njia hii inazidi kuwa nyembamba, na wanaoiona ni wachache, alivyosema Bwana. Si wote walioanza hapa wanafika hapa. Hapana, wanaofika hapa ni waliokusudiwa. Wanaojazwa Roho Mtakatifu ni waliokusudiwa kumpokea. Amen. Si kila mtu atapata Roho Mtakatifu. Hapana, waliokusudiwa. Na wanaompata Roho Mtakatifu, hawa ndio sehemu ya biharusi. Amen. Amen. Si walio ndani ya kanisa. Usijifariji kwamba uko ndani ya kanisa ya ujumbe, kwa hivyo wewe ni biharusi moja kwa moja. Hapana. Haleluya. Amen. Hatuwezi enda kwenye mapipa na kuanza kutafuta vyakula ndani ya mapipa wakati ambapo kuna chakula kizuri kilicho kisafi ambacho kimeandaliwa kwa ajili yetu. Akili yetu itakuwa na shida. Hatuwezi chukua mafundisho ya uongo. Hatuwezi chukua neno ambalo limewekwa mapokeo ya wanadamu, kanuni za imani, na kuliamini hilo katika maisha yetu, na kuacha neno la Mungu la kweli halisi ambalo lina uzima kwa yule anayeliamini. Wakati tutajaribu kuchanganya imani, kuchanganya mafundisho, kuchukua vibadala na kuleta ndani ya maisha yetu, tunajiangamiza wenyewe. Amen. Hiyo ni uangamizi. Mungu amepeana neno lililo safi. Ametuma ujumbe wa wakati kwa ajili ya biharusi wa wakati wa jioni. Amen. Hauna shughuli, hauna nafasi yoyote ya kwenda kutafuta vibadala, ya kwenda kuchukua vitu ambavyo vinadanganya. Amen. Wakati una neno la kweli lilo halisi. Amen. Chakula kilicho safi ambacho hakijagoshiwa. Haleluya. Amen. Kuna tiba. Mungu alipeana tiba. Alipeana mfariji ambaye inatuongoza maishani, ambaye inaondoa uongo wote maishani mwetu, naondoa ghasia zote, inaondoa kuiba, inaondoa kupigana na kila aina ya makosa ndani ya maisha yetu. Roho wake Mtakatifu. Amen. Hakuna chochote kinachoweza chukua sehemu ya huyo. Hallelujah. Amen. We got a cure. Calvary has got a cure. Christ is the cure. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tunayo tiba. Calvary ina tiba. Yesu Kristo ni tiba. Yesu Kristo ndiye Roho Mtakatifu. Akija ndani ya maisha yako, utapumzika. Haleluya. Amen. Mathayo 11 mstari wa 28. Nisomee haraka. 11 Mathayo 28.